Ngoja kwanza. Maana halo, mambo salama, umeshindaje? Mimi niko salama. Hujafunga bado? Wewe kazini hapa. Hem, niambie leo biashara ilikuwaje? Maana wewe usiniambie. Shilingi ngapi leo? Maana Laki na 50. Kolo mzigo umekimbia, sio? Basi ifanye hivi, ukiwa unarudi nyumbani, ukiniambia porudi nyumbani, njoo na kaela kidogo, njoo na kuku ule mdogo ngo tunywe supu. Maana hata mmoja tu anatosha. Si unajua walivyokuwa wakubwa. Na usichelewe basi uwai. Poa. Na poa. Asante Mungu. Maana chukua moja. kabandika maji ya kuku mapema. Nikipona nitakuvunjia watu, nitawakanyaga mikanyago kama 35. Nivunja mkono kama nini? Hebu kwanza nivute rosto zangu kwanza. Ndio nikae sawa kwanza. Mazingira fulani hivi. Wewe babu unanichukuliaje? Unanichukuliaje? Babu, mzigo wangu nimekuagiza toka lini? Boss, kuhusu mzigo naomba, unaona mazingira jinsi nilivyo boss.
Bosi, mazingira sielewi. Si unaona? Yaani mzigo wako ambao ulinituma nimepokonywa wote. Yaani kama unavyoona bosi. Yaani mkono wangu wamenivunja mkono. Sikia babu, nataka mzigo wangu. Kama umekuvunja mkono, mimi hainihusu babu, nataka mazaga yangu. Alafu babu, unakaje kizembe hivyo? Unakaje kizembe hivyo? Mimi ndio nikufundisha hivyo? Utaua. Sikia. Sijafundisha mimi ndio kae kizembe. Unakaje kizembe hapo mtoto wa kiume? Umekukamataje sana? Oya, babu, nataka mazaga yangu. Nataka mazaga yangu, fanya haraka. Simama, fuata. Simama, fanya haraka. Babu, simama. Wewe unaongea na mimi unasimama. Chap. Babu. Mzigo wangu nimekuagiza lini mpaka sasa hivi hujafika? Mpaka nikufuate mimi mwenyewe, si ndio? So unajua bosi. So unajua mazingira namna fulani hivi. So unaona na mkono wangu bosi. Yaani ndio hivyo unavyoona mazingira jinsi ilivyo. Mazingira sina. Yaani mazingira sina. Sasa cha kufanya bosi, ningeomba nivumilie. So unaona wakati nafuata mzigo. Wauni. Sikia. Mimi hainihusu. Nataka mazaga yangu. Hapo swala la kupigwa mkono. Sikia. Mazaga yangu yako wapi? Usiniambie una. Sikiliza bosi. Acha miayusho basi. So unajua tena mazingira. Kwa hiyo uone tukio linaloendelea hapa bosi. Babu. Mimi ndio nimekufundisha hivyo. Nimekufundisha hivyo. Unakaje? Wewe. Simama. Unaniua bosi. Babu, utaua bosi, utaua. Bosi, utaua bosi. Bosi, nakwambia ukweli bosi. Bosi, nakwambia ukweli bosi. Mazaga yangu yako wapi? Mazaga yangu yako wapi nilokuagiza? Mazaga yenyewe umeakalia nyuma huku. Yaani unakuwa mtoto wa kiume afu unakuwa mzembe hivyo. Bosi, nisikilize basi. Nisaidie kuninyanyua hapa nikupe mzigo wako. Unielewe? Nakuelewa bosi. Nikunyanyue mimi si ndio? Bosi, nakuelewa. Unataka nikunyanyue? Bosi. Bosi, basi acha nikupe mzigo wako. Pendi wafanyakazi wazembe. Pendi mtu mzembe mimi. Bosi, sasa hela nyingine ziko wapi? Nataka hela zako zote ziko wapi? Nyingine nikikuagiza, alafu niletee upuzi. Nitakufumua. Utafanyaje? Nitakufumua. Pendi watu wazembe kwenye kazi yangu. Wala, 35 mikanyago. Mbona mielisho? Mimi wapigwa na wanawake hivi namna hii. Si kudhalilishana hiyo. Utakuwa na pesa shida mwanangu. Na ni kazi nyingine ni mielisho. Ora nyingine. Nimekuita hapa kwa swala moja. Najua unaniheshimu na tunaheshimiana sana. Hatujawahi kuvunjiana heshima. Wewe ni baba yangu. Lakini tunapozungumzia swala langu, inabidi unisimamie kama mama. Swala gani? Dingi.
Hebu leta kwanza. Mgonge na sikia kitu hapa hospitali. Sasa Dingi, unasikia kichwa kimekaa vizuri. Sasa Dingi, nisikilize. Mimi mwenyewe nimevuruga kinoma. Sasa baba, kitu ambacho nimefanya kinivuruge kabisa kichwa changu. Huwezi amini, yani mitafaruku kibao imetokea. Yani unamjua yule mtoto nani huyo? Mtoto wa mama fulani huyo anaitwa Grace. Anaitwa Mama Grace, yule anayepika vitumbua pale juu. Unajua tena alosto nyingi. Huwezi amini. Mtoto wake amekuja asubuhi. Saa 12 anakuja ghetto. Yule demu ni rusho sana. Yaani kabla sijafanya kitu chochote, mama yake katoka mimi chumbani. Yaani kafumania. Kwa hivyo sasa unasikia nini Dingi? Kwani kinachokushangaza nini? Vijana, mbona kama tatizo nini sana? Tatizo nini? Tatizo nini Dingi? Yaani kaleta mielisho kinoma yani. Yaani kawafanya majirani wote watambue kwamba mimi yani wangu yani wanione choko mtaani yani yule mama nikimpata sivyo. Tatizo nini mwanangu? Usijifanye mlemavu wa akili Dingi. Hapo tu ni kama mlemavu tena. Wewe nataka ufuate agizo moja. Kama mwanao nakupa agizo. Nataka hivi. Uende kwa yule mama na umuonye. Na umwambie umuombe msamaha kwa ajili yangu mwanao, mimi mwanao. Umuombe msamaha mimi? Bali. Umuombe msamaha kwa ajili yangu, kwa ajili yangu mimi. Tatizo ni tatizo ni Mirara na mwanae mwanafunzi. Kwa wanafunzi? Basi matatizo mengine hapo. Mwanangu matatizo magumu sana. Kulala na mwanafunzi ni mambo magumu. Unajua hata jela utafuta. Jela? Gani mtoto? Mbona wenzako kina Neema wale wanasoma? Wewe ni mama uko wetu. Sielewi. Jana yule mwana Lazaro ndio hivyo hivyo. Ukimwambia kitu unajifanya yeye wa zamani, yeye anajifanya mkubwa kuliko hata mimi. Watu wanahangaika na maisha sasa hivi, wanasoma ili kwa baadaye waje wapate manufaa huko. Wewe sasa hivi unaanza kutembea na vijana ambao hawana hata akili mtaani. Jamani, yani mama umenikumbua nikasema kuna kitu gani huko? Ndio swala huu mpuuzi jamani. Tena basi wewe mtoto, basi atembea na mwanamume wa maana. Ni chokola, halina hata maisha. Yaani ninazunguka tu damu kwa watu. Unataka kutuletea nini hapa nyumbani? Hebu dada nisikilize kwanza. Mimi nampenda huyo kijana. Unampenda? Unataka nisome? Basi niacheni huyo kijana, mimi ninampenda.